Thank you, Jehovah God. Usiku wa leo natamani tu kuomba na wewe, natamani kuomba na mtu ambaye anasikia sauti hii. Natamani tu kuomba na Kristo, na moto wa Kristo na sauti ya Bwana ambaye yeyote anasikia maombi haya. Nataka tu niombe na maisha ya mtu ambaye anasikia sauti yangu. Najua ya kwamba Biblia inasema katika kila hali tudumu katika kuomba na kusali. Neno la Bwana linasema ya kwamba nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Nataka tu nisome neno moja ninapoenda kukuombea jioni ya leo. Biblia inasema ya kwamba panapo majira, kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Baba linasema panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa la Bwana. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, na akaendelea akamshika pamoja na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Neno la Baba linaendelea kusema ya kwamba alipokwisha kumkamata Petro, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo gereza likamuomba Mungu, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake Petro akakombolewe kutoka kwa gereza. Nataka tu kurudia neno hili ambalo mstari huu tunapoanza mstari wa 4, Biblia inasema Petro alipokwisha kukamatwa, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi, na kwa ajili yake Petro akombolewe kutoka gerezani. Neno la Baba linasema ya kwamba kanisa liliposikia habari ya Petro ya kwamba ameshikwa, wakati ambapo adui ambaye ni Herode alipendezwa kwa kushikwa na kuuawa kwa Yakobo, akaona ya kwamba imependeza sana Wayahudi na Mayunani na Mafarisayo wakafurahi zaidi. Maana kazi ya Wayunani na Wayahudi na Mafarisayo ni kufurahi wakati ambapo unaanguka. Maana neno la Baba linasema jioni ya leo ninapoenda kukuombea ya kwamba Petro aliposikia sauti hii ya kwamba anaenda kukamatwa, hakuogopa, maana aliendelea tu kuhubiri injili ya Bwana. Kuna sababu moja ambayo ilifanya Petro akashikwa na kukamatwa, ni kwa sababu alikuwa anasimama na ukweli. Maana unaposimama na Mungu, maadui ni wengi. Unaposimama na Kristo, shetani apigi watu ambao hawako ndani ya Kristo. Shetani hana haja apigi yeyote vita mtu ambaye amjui Mungu. Shetani anatafuta mtu ambaye anaenda kanisani. Shetani anatafutana na mtu ambaye anaomba. Shetani anatafutana na mtu ambaye anajua Mungu katika undani. Huyo ndio mtu ambaye shetani anatafuta. Kwa hivyo siku moja Biblia inasema Herode akaanza kuwaua watu wa kanisa. Biblia inasema jana yake alikuwa amemuua Yakobo, na Biblia inasema panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Watu wa Mungu ambao wanamjua Mungu wanapitia mateso mengi. Watu ambao wanamjua Mungu watateswa sana, lakini haimaanishi ya kwamba watashindwa na shetani. Haimaanishi ya kwamba adui anapokuja ni wakati wa kuanguka. Biblia inasema ya kwamba Herode aliweza kumuua Yakobo, na alipomuua Yakobo, Biblia inasema walipendezwa sana wanadamu ambao ni Mafarisayo na Masadukayo na Wayunani. Biblia inasema ya kwamba wakafurahishwa sana. Unaposikia ya kwamba mtu mwingine ameanguka, isiwe ni furaha yako. Unapoona ya kwamba wengine wako chini, wewe uko juu, usifurahi kwa sababu wewe uko juu. Maana kuna wakati ambapo hawa ambao wako chini wanaweza inuka. Biblia inasema Wayunani walifurahia kukufa kwa Yakobo, hata ikamsukuma
ilimsukuma sana Herode ya kwamba akaweze kumtafuta na Petro. Hakujua ya kwamba Petro ni mtu tofauti. Kuna watu wanakuona kana kwamba wanaweza kukuangusha hivi hivi, lakini niko na neno la tumaini kwako ya kwamba kuna Mungu wa Petro ambaye atasimamisha mtu wa kukuombea. Jioni ya leo nimekuja nisimame kama vile kanisa lilivyosimama. Neno la Baba linasema ya kwamba na alipokisha kukamatwa, kanisa la Bwana liliweza kusimama kumuombea Petro akaweze kukombolewa. Ninataka ukaweze kuinama mbele, hata kama unaweza piga magoti ukapiga magoti, maana kutoka kwa madhabahu haya ya kanisa hili la ADC Mwanda Assembly ninataka kuomba pamoja na maisha yako. Ninataka kukuombea wewe ambaye unateswa. Ninataka kukuombea wewe ambaye umefungwa ndani ya jela ya magonjwa. Ninataka kukuombea wewe ambaye umefungwa katika vita vya wanadamu. Ninataka kukuombea wewe ambaye unateswa na hali fulani ambayo haujui ni nani atakukomboa. Jioni ya leo ninataka ufunge macho yako. Ninapopaza sauti zangu mbele za malaika, ninajua ya kwamba neno la Baba linasema ya kwamba kanisa liliomba. Watu watakapoacha kuwatazama wanadamu na waombe, kuna kitu kitatendeka. Watu wanapokupiga vita, wachana na wao waendelee kukupiga vita. Nimesimama hapa kukuombea wewe. Ninakuombea kwa jina la Mwokozi Yesu Kristo. Ninapopaza sauti yangu mbele za Bwana, ninaombea yeyote ambaye anasikia sauti yangu. Jehova Baba, kuna yule ambaye anateswa, kuna yule ambaye ameshikwa nyara. Ninatuma sauti ya maombi haya mbele za uso cha enzi, nikitamani ya kwamba Bwana utasikia maombi haya, utateta na maadui zake, utawaangusha chini wanaowawinda, jinsi ambavyo Petro alivyowindwa usiku na mchana. Biblia inasema ya kwamba kanisa liliomba. Ninaombea mama huyu, ninaombea mtoto huyu, ninamuombea mzee huyu, ninamuombea kanisa hili, ninaombea yeyote ambaye anateswa na mateso. Bwana wa majeshi, simama pamoja naye. Ninapoangusha chini kila ufalme, ninaangusha chini kila madhabahu yote ambayo yananena kinyume na yeyote ambaye anasikia sauti hii, ya kwamba madhabahu yote ya magonjwa, kila magonjwa yakaweze kupona, kila magonjwa yaliyosababishwa na wachawi, hayo magonjwa yakaweze kupona. Kuna watu ambao wanateswa hata wakati huu, wamejaribu waganga wameshindwa. Bwana, ninaombea yeyote ambaye anateswa na kila hali yote ya ugumu. Jehova Bwana, simama na maisha yake, teta na wanaoteta pamoja naye. Bwana, pigana na maadui zake. Ninaomba amani ya Bwana katika jamii ya huyu mama. Huyu mama amekufa moyo, huyu mama hana tegemeo, huyu mama hana msaada, huyu mama hana pa kukimbilia. Bwana, jioni ya leo simama na jamii yake, simama ndani ya nyumba yake, simama na wanaompigania. Wewe ni Bwana, simama naye. Wewe ni Jehova, mpiganie kila adui na kila madhabahu yaliyoinuliwa kinyume na maisha yake. Bwana, wachawi wamejipanga, wengine wameenda kwa waganga na madawa ya kwamba wengine wakaweze kufa.